TAKUKURU mkoa wa Tanga imeendelea na utoaji wa elimu kwa wananchi wa makundi yote zikiwemo klabu za wapinga rushwa kuhusu athari za rushwa katika nyanja mbalimbali za kijamii, hususan zoezi zima la uchaguzi mkuu wa mwaka huu 2025. Katika kuhamasisha jamii kujifunza na kuzingatia elimu ya mapambano na uzuiaji rushwa, TAKUKURU Tanga ilifanya upimaji wa wanachama wa klabu za wapinga rushwa ambao ni wanafunzi wa shule za msingi kwa njia ya maswali na majibu ya papo kwa papo kupitia shindano lililopewa jina la Chemsha Bongo Zuia Rushwa, lililofanyika katika tarafa zote za jiji la Tanga kuanzia tarehe 10 mwezi wa 5 mwaka 2025 hadi kufikia ngazi ya robo fainali, ambapo shule za msingi ziliweza kuchuana ni Kirare na Ziwani, tarafa ya Pongwe, Magaoni na Ukombozi, tarafa ya Ngamiani Kusini, Nyanjani na Bombo, tarafa ya Ngamiani Kati na Jembe na Juhudi, tarafa ya Chumbageni, ambapo washindi waliweza kufuzu kuingia nusu fainali ni Ziwani, Ukombozi, Bombo na Juhudi, na waliweza kufuzu kuingia fainali ni Juhudi na Ziwani, ambapo Juhudi aliweza kuibuka kidedea. Taja taasisi au chombo kinachosikiliza mashauri au kesi za rushwa na kuadhibu wala rushwa baada ya kupatikana na hatia. 7, 8. Jibu la swali hili ni mahakama. Jibu la swali hili ni mahakama. Wamepata. Wote mmefanya vizuri, lakini kwa mashindano lazima tupate mshindi. Ndio. Haya, kwa wote mmeridhika? Ndio. Kundi A tulikuwa na shule mbili ambayo ilikuwa ni Bombo na Ziwani. Maswali yalikuwa 20 kwa pande zote mbili, na ulikuwa ukipata swali unapata alama 10, lakini ukikosa swali linaamua upande wa pili na utapata pointi 3. Kwa katika zoezi letu la kundi A, shule ya Bombo walipata alama 45, ambazo kwa maswali yao ambao walikuwa yamelengwa kwao walipata alama 5, na wakapata pointi ambao swali la Ziwani walikosa. Kwa shule ya Bombo walipata alama 45. Shule ya Ziwani walipata jumla ya maksi 91. Kwa katika zoezi letu la kwanza tunaona mshindi wetu alikuwa ni shule ya msingi Ziwani. Tukaja kundi la pili, tulikuwa na shule mbili ambazo zilikuwa ni Juhudi na Ukombozi. Na katika maksi, shule ya Ukombozi walipata maksi 80 jumla na shule ya Juhudi walipata maksi 103. Kwa kundi la pili, shule ya Juhudi ilikuwa mshindi kwa maksi 103. Rushwa ni adui wa haki na maendeleo. Usipokee wala kutoa rushwa. Hivyo kwa maana hiyo, washindi wetu ambao wataenda fainali ili tupate mshindi wetu wa kwanza itakuwa ni shule ya Juhudi dhidi ya Ziwani. Na mshindi wetu wa tatu tukilinganisha kwa maksi, kwa sababu tungeshindanisha ili tupate mshindi wa tatu, ila kwa kuangalia maksi walizozidiana ina maana mshindi wetu wa tatu ni Mkombozi ambaye amepata maksi 80. Taja njia mbili ambazo wananchi wanaweza kuzitumia kuripoti vitendo vya rushwa. Na sekunde 10 za kujibu swali hili. Wananchi wanaweza kuripoti kwa njia ya kwanza, kupiga simu kwa namba 113 au kutuma ujumbe mfupi kwa ni *113 alama ya lego. Haya, wametaja njia zote mbili. Wamepata na alama 10 kidoni. Sisi ni washindi. Kwa zoezi letu lilikuwa na maswali 20 kwa pande zote mbili, ambapo kulikuwa na shule mbili ambazo ilikuwa ni shule ya msingi Juhudi na shule ya msingi Ziwani. Shule ya msingi Juhudi ilipata alama 90 kwa maana ilipata maswali yote kasoro moja. Lakini pia ikapata pointi 6 ikimaanisha kwamba kulikuwa kuna maswali ambayo yalikuwa upande wa Ziwani wakakosa, lakini Juhudi alipata.
kwa wakapata alama 90 na pointi 6. Upande wa Ziwani walipata maswali 8 wakakosa maswali mawili, kwa wakapata alama 80 na hawakuwa na pointi yoyote. Kwa hiyo kulingana na maksi hizi tunaonekana kwamba Juhudi ndo mshindi wetu kwenye zoezi hili, maana amepata alama 90 na pointi 6. Zuia rushwa. Asante sana mgeni rasmi, wageni waalikwa, washiriki wote. Kipekee nishukuru sana ofisi ya TAKUKURU kwa kuanzisha hii Chemsha Bongo. Hii ni mara ya kwanza, lakini naamini kwa changamoto ambazo tumeziona hapa tutaenda kuchangamkia hii fursa zaidi. Lakini pia niwapongeze washindi ambao ni shule ya msingi Juhudi. Kila mmoja alitamani kushinda, ndio maana tuliona mikono mingi kutoka shule ya Ukombozi. Kwa naamini mashindano yajayo, baada ya mashindano haya kila mmoja atajiandaa kadiri ya uwezo kuhakikisha kwenye fainali wote tunakuwa na alama sawa. Tutawapa kazi kubwa sana TAKUKURU kuamua mshindi ni nani. Kwa hiyo niwatakie maandalizi mema ya shindano lijalo, lakini pia niwashukuru na kuwapongeza sana. Asante. Na sisi kama shule ya msingi Ukombozi tunashukuru pia kwa kushiriki kwenye mashindano haya, na kushukuru ndugu mgeni rasmi na TAKUKURU kwa ujumla kwa kuandaa mashindano. Tumeshiriki, tumewakilisha shule nyingine. Washindi wote ambao mmeshinda na wapongeza pia, lakini tunaomba TAKUKURU kipindi kingine kama walivyosema waongeze shule nyingine, na sisi tunaahidi kwamba kipindi kingine tutafanya vizuri zaidi na tutatoa ushindi. Asanteni wote. Kuzuia rushwa. Nashukuru sana. Tupende tu kutoa pongezi kwa waandaaji wa shindano hili. Kwa hakika naweza kusema imeendelea kunyanyua morali za wanafunzi kuweza kujifunza dhidi ya elimu dhidi ya rushwa. Nipende kuwapongeza washindi shule ya msingi Juhudi, hongereni sana. Lakini pia kaka yangu amezungumza, ina historia kidogo ndefu, sipendi kupotezea muda wenu, lakini tu tunaomba ikiwezekana tufanye makubwa zaidi na zaidi, tufike mbali. Asanteni sana. Mimi nashukuru sana, nimefurahi tumeshinda, lakini washindi wenzetu mliopo tutaenda kuwa mabalozi kwa washindani wenzetu wengine tulioacha nje. Lakini pia tufahamu hata sisi kwa nafasi yetu kama wanafunzi kule shuleni tumeanzishaga tabia za rushwa. Ali hajaja shule, kesho yake akifika anakuambia naomba daftari ambaye nipe 200. Ile nayo ni rushwa pia. Kwa hiyo tukakataze kuanzia ngazi yetu, maana yake tukifika huko kama watumishi tuko watu wazima, hatutakuwa tena na makundi makubwa ya rushwa, ama tutakuwa tumeyamaliza kabisa. Asanteni sana. Kwa kweli hata mimi nimejifunza vitu vingi. Maswali yalikuwa yakiulizwa pale na mimi hayakuwa kwa ajili yenu tu wanafunzi. Lakini na mimi hata sisi tuliokuwa huko tulikuwa tunawaza hilo litakuwa A au litakuwa B. Ninaamini haya maswali yalikuwa ni kwa ajili yetu wote. Na sisi vile vile tumejifunza kila mmoja kwa nafasi yake. Basi kipekee kabisa niwapongeze sana 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 shule ya msingi Juhudi. Wote ni washindi, lakini katika mashindano yoyote lazima tuwe na mshindi wa kwanza, wa pili, wa tatu na kuendelea. Basi tunawapongeza shule ya msingi Juhudi kwa juhudi zao ambazo tumeziona zimezaa matunda na hatimaye wamekuwa washindi wa kwanza. Wengine pia ni washindi, tunaamini tunapotoka hapa tunaenda kuanza tena upya. Tunaamini mwakani hatutakubali tena Juhudi ya shinde, si ndio Kwa hiyo mwakani tunaamini tutakuja kufanya vizuri zaidi na zaidi. Basi niwashukuru walimu wote mliohusika katika zoezi hili. Tuwashukuru wenzetu wa TAKUKURU, tunawashukuru sana kwa sababu ni mara ya kwanza imetokea kitu kama hiki. Tunaamini tutaendelea vizuri. Tunawashukuru sana kwa sababu tunaamini huko shuleni kwetu klabu zile za maadili zitakuwa vizuri kwa sababu watoto wataendelea kwenda kujifunza, lakini pia watoto wanaendelea kujifunza zaidi kwa sababu kinachotokea hapa ni miongoni mwa masomo wanayojifunza madarasani kwao.
Basi tunawashukuru sana wote, tunasemea asante, na zoezi letu au shindano letu kwa mwaka huu tunalifunga kwa shule ya msingi Juhudi kushika nafasi ya kwanza. Tunawashukuru sana, asante. Majina ni nani? Naitwa Lukman Muhammad Ali. Lukman ni kutokea wapi? Natokea shule ya msingi Juhudi. Leo tunaona amepata ushindi. Imekuwaje mpaka siku leo mkapata ushindi? Kusema ukweli zilikuwa ni papatu za hapa na pale. Hivyo tukaweza kuibuka kuwa washindi na tunamshukuru Mungu, alhamdulillah. Unahisi nini ambacho kimepelekea zaidi mkapata ushindi? Ni juhudi zetu wenyewe, tujitahidi. Tulikuwa tunasoma, tunamsikiliza mwalimu wetu vizuri. Kwa hiyo tunaomba na wenzetu pia wafanye hivyo hivyo ili waweze kupata ushindi katika mashindano yajayo. Una kipi cha kuambia TAKUKURU kupitia hiki ambacho wanaendelea kukifanya? Wazidi kuendeleza, watoto wajitahidi. Maana tunajitahidi. Tunasoma hivyo hivyo, wazidi kutuelimisha, nasi tutazidi kuelewa. Sababu haikuwa rahisi kushinda bila mafunzo. Zilikuwa shule ngapi na hatimaye nyinyi mkapata nafasi? Zilikuwa shule 4 na hatimaye tukapata nafasi ya kwanza kwa uwezo wa Mungu. Una cha kuambia TAKUKURU? Ndio, nimejifunza vitu vingi na naomba kuendeleza TAKUKURU ili niweze kujifunza zaidi. Karibu. Kwa majina naitwa Amina Mohamed, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Ukombozi. Kwanza sisi shule yetu imeshika nafasi ya 3. Kwanza haikuwa rahisi wala haikuwa ngumu, ila ilikuwa ni kuonyesha jitihada. Tulionyesha jitihada tangu mwanzo, lakini tukagundua kuwa hakuna kitu kirahisi na wala hakuna kitu kigumu, ni jitihada. Tumeonyesha jitihada nyingi sana tukiwepo shuleni wakati tunafanya mazoezi. Lakini mpaka tumefika huko tukaendelea kuonyesha jitihada. Lakini wenzetu walionyesha jitihada zaidi yetu na ndio maana wakashika nafasi za juu, lakini sisi tupo nafasi ya 3. Lakini hatukati tamaa kwa sababu ni jitihada na sisi tunaenda kuongeza jitihada zetu. Basi kama TAKUKURU walisema kwamba kuna pambano jingine la mwezi wa 7. Tukija tutaongeza nguvu na tutahakikisha tunashika nafasi za juu zaidi. Tumekubali matokeo na kwanza si kubali kushindwa si mshindani. Kwa hiyo sisi tumekubali matokeo na tutahakikisha tutaongeza bidii ili tuweze kufikia pale ambapo tuna malengo napo. Kwa majina naitwa Bilal Ramadhani Magambo, nasoma shule ya msingi Ukombozi darasa la 7. Kushindwa kweli si ushindani, ila hapa yote ni mafunzo, sababu wakuta sisi tujiandaa ila wao wamejiandaa zaidi ya sisi. Kwa maana tulishindwa hata kufikia hiyo nafasi ya kwanza. Kwa majina naitwa Latifa Amashi, natoka shule ya msingi Zioni darasa la 7. Imechukua muda gani kujiandaa na leo kupata nafasi ya pili? Sio muda mrefu. Kwa majina naitwa Wale Isaka. Kwenye swala la kujiandaa, tulijiandaa kama wiki moja na mpaka sasa hivi tumeshika nafasi ya pili. Lakini kushika nafasi ya pili ni ushirikiano na ile juhudi ulioifanya kuanzia kujifunza mpaka sasa hivi. Naitwa Ireso, natokea shule ya msingi Bombo, nasoma darasa la 7. Leo tuko hapa kwa ajili ya nini? Tuko kwa ajili ya mashindano ya mitihani ya kuzuia na kupambana na rushwa. Okay. Leo umepata nafasi ya ngapi? Tumepata nafasi ya 4 na naamini siku nyingine tutapata nafasi ya kwanza. Sio kama tumependa kupata nafasi ya 4, bali ni mipango ya Mungu. Nashukuru na naahidi siku nyingine mwezi wa 7 naamini tutatoka mtu wa kwanza. Na namshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutufikisha mpaka leo tukafika. Jina ni nani? Abdulakram Juma Mshana. Leo tuko hapa kwa ajili ya nini? Hapa tupo kwa ajili ya kushindania kuhusu mambo ya rushwa na kujifunza kuhusu mambo ya rushwa. Umepata nafasi ya ngapi? Kwa sisi hapa shule ya msingi Bombo nimepata nafasi ya 3, nafasi ya 4. Kwa nini zaidi nimepata nafasi ya 4 na mlitamani kuwa nafasi ya kwanza? Ni Mungu tu wa Mungu. Waswahili wasema asikubali kushinda si mshindani, kwa sababu kuna maswali mengine yalikuwa mepesi, mengine yalikuwa magumu. Mpaka sasa hivi kupitia TAKUKURU, moja ya faida ambazo unazozidi kuzipata zaidi kupitia elimu hii ni kitu gani? Kwa sababu kuna mengine yalikuwa sijui, lakini nimefika hapo kwenye mashindano kama bado nilikuwa najua. Sasa hivi baada ya kutoka kwenye mashindano kusikia tu anajua masuala ambayo nilikuwa sijui kuhusu TAKUKURU.